Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya waumini wa dayosisi hii na wanakiteto kwa ujumla kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi ambayo yanafanyika ili kuwaletea Watanzania maendeleo. Yapo mengi tu, lakini kwa sababu ya muda naomba nitaje machache yafuatayo. Kwanza, kusimamia na kuhakikisha amani, umoja, utulivu na mshikamano vinaendelea nchini. Amani yetu ni moja ya tunu kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Lakini tusisahau kuwa amani hii ilisimamiwa na waasisi wa taifa letu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume aliyekuwa rais wa Zanzibar. Wajibu wetu sisi leo ni kuenzi na kutumia amani ya taifa letu kujiletea maendeleo. Maana Wakristo tunaamini Mungu ni wa amani na si wa machafuko, na tukileta machafuko maana yake nchi yetu haitakuwa na maendeleo. Pili, elimu. Tunashuhudia juhudi kubwa za serikali ya awamu ya 6 katika kuendeleza elimu nchini toka msingi hadi vyuo vikuu. Kuna maboresho makubwa kwenye miundombinu ya shule zetu na hasa madarasa. Kufuatia ongezeko la sekondari, leo kuna idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga vyuo vikuu na vyuo vya ufundi na wengine wakipokea mikopo ya elimu ya juu. Hii ni hatua nzuri katika kuongeza wasomi wa elimu ya juu hapa nchini. Tatu, tunaipongeza serikali kwa kuimarisha sekta ya usafiri wa ardhini, majini na angani. Leo ni rahisi kuzunguka nchi nzima kwa gari, lakini pia kwa ndege. Sasa mtu anaweza kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa masaa machache sana kwa usafiri wa treni iendayo kasi.